mwenyekiti wa zamani wa tawi la Unstoppable. Bana, kwanza ongea. Asante sana. Kwanza nianze kwa kumpongeza mke wangu kipenzi kwa kuniandaa leo kuja kuiangalia mechi. Nimeshindwa kwenda Arusha kwa sababu ya harusi ilikuwa tarehe 4. Leo ndo namaliza 7. Naamini kwamba ndio maana imesababisha nisifike Arusha. Bana, sawa. Sale ya pili mfululizo mara baada ya kutoa na Azam FC. Pengine mbio za ubingwa, mechi za mwisho, duru la lala salama, mnapoteana. Shida ya Simba ni nini? Kwanza nianze kwenye shida ya Simba, ni mechi back to back naweza nikasema zenye tough sana. Zidi ya Azam, zidi ya TRA ni mechi ngumu sana kwa upande wa Simba. Mimi naamini kwamba ubingwa na thamani ya kwenda kuupoteza kwa sababu ya kikosi mwalimu anachoanza nacho. Leo tumeona Mahema anaenda kuanza, Chama anaenda kuanzia bench. Iliweka utulivu wa mpira ukawa ni mdogo sana. Na mimi niwaambie kwamba wana Simba wengi kwamba ubingwa tunaenda kupoteza wenyewe, sio kwa sababu ya Yanga bora, ila ni kwa sababu ya Simba tunadondosha alama kwa sisi wenyewe kutokana na game plan tulionayo. Kwamba kocha Steve Barker naye ni tatizo? Mwalimu naweza kusema ni tatizo kwa sababu ana kikosi kipana, lakini sielewi kwa nini anafeli kwenda kuwatumia. Tungesema kwa upande wa golikipa kwa sababu ya majeruhi tulionayo, lakini ukiangalia wachezaji wakati, wachezaji wa nyuma ni wachezaji ambao tuna nafasi kubwa ya kuweza kupata alama, lakini nashindwa kuelewa kwa nini wachezaji wafungi. Mechi nyingi sana tunakosa magoli. Tukiangalia zidi ya Yanga, tukiangalia sare zidi ya Azam, leo na TRA, nafasi nyingi tunaenda kupoteza na gonga miamba na kila kitu, lakini tunashindwa kuelewa ni kwa nini mwalimu sabu zake na uanzaji wa kikosi unaenda kuwa ni shida kwake. Na wanasema kwamba mnakosa mikakati kuiandaa timu kama viongozi, na pia wao kwenye hili ambao wanazungumza kwamba viongozi wa Simba wanakosa mikakati pia nje ya uwanja. Naweza nikaamini kwa 100% kwa sababu uongozi wa Simba tuongee lugha moja kwa sababu tunaangalia kwamba sisi tuna mechi tafu zidi ya Azam, tuna mechi tafu zidi ya TRA, tunaenda kuibua place ambazo hazina msingi. Kwa mfano kama magoli yangetulia na mambo mengine yasingekuwa na sintofahamu zingine. Tunahangaika na matokeo, wadhamini wanahangaika, mwekezaji naye pia anahangaika kwa nafasi yake, mwenyekiti wa klabu leo anaenda kufanya press. Sisi tunasema kwamba uongozi hauko pamoja. Na kwa nini hauko pamoja? Kwa sababu tunaona majibu ya maswali yake na uwezekano wa kujibu vitu ambavyo vinavyoendelea si wakati wake. Kama kuna wachezaji wana sintofahamu na benchi ya ufundi, au kama kuna wachezaji wamegoma, yeye sio muda wake wa kuzungumza huu. Amwachie msemaji wa klabu na mambo mengine yaweze kuendelea. Sasa baada ya kuandaa kikosi, tunaenda kuandaa press za kwenda kujibu zile rumors zinazoendelea mitandaoni. Mimi naamini kwamba viongozi turudishe pamoja. Sisi tunapotulia, mashabiki na wanachama wao wanakuja kuanzisha migogoro mingine. Mimi naamini kwamba hicho ndio kinaweza kusababisha tunashindwa kupata alama 3 kwenye mechi kama hizi zinazozidi kucheza kama TRA, na tuna mechi tafu zidi ya Dodoma FA. Hapo tuna mechi ya Arusha Fountain Gate. Kwa hiyo inahitaji timu itulie, vinginevyo tunaenda kuuaga ubingwa katika mji wa Arusha. Pengine sasa viongozi kwa Simba wamefanya usajili mzuri, lakini unafikiri ni nini ambacho kinaendelea? Hii mipasuko inaletwa na nini? Mipasuko hii inaletwa kutokana na mivutano ya wadhamini na mwekezaji, kwa sababu kama mwekezaji anaweka power ya kusema anahitaji kujenga uwanja, huyu anasema na mimi nitajenga, mwaka 2022 usema unajenga. Kwa mwisho wa siku hii inaleta sintofahamu, si wakati wake sahihi. Yani Mohamed yatakiwa arudi atulize timu, kwamba timu imetulia sasa, tujenge timu yetu kwenda kutafuta kombe. Alafu baada ya kombe tuje turudi tuulizane maswali kwenye break ile ya kwenda msimu ujao. Lakini msimu huu hatujamaliza, hapo tunakwenda kuanza kutafuta nani ajenga uwanja, nani anaweka 80, nani mwenye mali ya uwanja, nani siyo mwenye presi. Kwa mimi naamini kwamba haya ndio yanaenda kutuharibia focus ya wachezaji na benchi ya ufundi. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji, viongozi waongee lugha moja, huyu anaongea lugha yake, huyu anaongea lugha yake. Kwa mimi naona kwamba hii inaenda kuharibu taswira ya mpira. Turudishe pointi 5 tulizoachwa na Young Africans ni nyingi sana, kwa sababu ndio pointi ambazo tunaenda kupoteza ubingwa. Kwa nini nasema hivyo? Mwaka jana tumepishana ubingwa kwa pointi 1 tu, ambayo Yanga kaenda kuwa bingwa kwa pointi ya alama 1 tu. Sasa je, alama 5? Maana yake tunashinda na anashinda, tunashinda na anashinda. Hatujui dabi itaamua nini. Hata kama dabi itaamua tunamfunga Yanga, bado tuna gap ya pointi 2 juu. Je, Azam tuna uhakika anaweza kumzuia Yanga, au timu gani inaweza kumzuia Yanga? Sasa hivi Yanga anashuka tu, apandishi tena mlima, kwa sababu tayari ana nafasi kubwa ya pointi 3, hana pressure, ana relax game. Sisi tunapoteza, yeye anapoteza. Maana yake bingwa kwenda kutabiri kuwa bingwa ni ngumu sana. Tulifurahia alama 1, leo tunaenda kuumia kwa alama 5. Duru la lala salama, viongozi wanapaswa kukaa makini kuona ni kwa namna gani wanautaka ubingwa, lakini imekuwa ngumu. Ni kama viongozi wa Simba
wameridhika na Yanga kuwa bingwa wa ligi kuu mara 10 waliosema wao Young Africans? Mimi nikiniuliza kikawaida nasema viongozi ndio wanaridhika si kukosa ubingwa. Yaani ukiniuliza swali hilo nitakwambia viongozi ndio wasababisha sisi tukose ubingwa. Kwa sababu kama benchi ya ufundi imetulia, wachezaji wametulia, kwa nini itokee tena ianze sintofahamu ya mapresi? Sawa, tuliona mapresi ya mashabiki, mapresi ya watu wanarushiana maneno, sawa? Tulitakiwa tuyaache kwa wao. Wao wakaamua kutulia. Wametulizwa nini? Baada ya timu kufanya mpira ambao wanaona sasa unaita maendeleo. Dirisha dogo limeleta wachezaji wazuri. Sasa tusifie wachezaji wetu, tuwatengeneze morali wachezaji, tuwape motisha, na Jeruti akaongeza motisha kwa ajili ya kuwapa wachezaji magari ili angalau ituletee morali ya wachezaji. Leo mnakuja kutisha presi magori kwamba sio kuna huyu amefanya hiki, uwanja unajengwa na nani? Sio. Sasa tuhangaike kujenga uwanja au tuhangaike na timu kupata ubingwa. La sivyo ni miaka 5 tunaenda kupoteza ubingwa, miaka 5 zidi ya Yanga kama tulipoteza mwaka 2012 mpaka 2017. Sasa ndio mwaka huu tunaenda kurudia vile vile. Yanga wanachomezidi ni nini? Yanga wanachotuzidi ni kwamba viongozi wao wana focus kwenye matokeo kuliko mambo mengine ya nje. Yaani Yanga walichotuzidi ni kufocus na matokeo kuliko mambo yaliyokuwa nje ya mpira. Kwa sababu kwa mfano akiona Godi na fulani wanagombana, wao wanakaa nje, lakini wakiwa kwenye focus ya matokeo, Godi ni mtu mzuri. Wakiwa na focus kwenye matokeo, mashabiki ni watu bora. Wakiwa wanaenda kwenye matokeo, wachezaji kwanza, mnahitaji nini? Tufanye nini? Kiwe nini? Tupate alama 3. Wako tayari hata wakavunje geti ila wapate alama. Wako tayari waruke ukuta lakini wapate alama 3. Lakini Simba tuko tayari tufanye wanaoyataka TFF kuliko unazungumza tena mikakati ya nje ya uwanja pia ina mishinda. Sasa wewe leo unahangaika na kesi ya mchezaji baada ya kuhangaika na uwanjani. Haya tumehangaika na kesi tumeambulia patupu. Haya tunaenda kasi tutaambulia patupu. Huwezi kuchukua pointi za klabu ya Yanga. Kwa nini uchukue klabu ya Yanga? Mwanzoni tulikuwa wapi? Kuna mapingamizi ya wachezaji kwenye usajili. Kama uliweka pingamizi dirisha dogo, kwa nini tuliingia uwanjani? Tungesimama tukasema hapana, kuna mambo yamekiukwa. Leo yanakuja kuibuka mwezi wa 4, maana yake ndio tunakuja kusema kwamba badala ya focus ya wachezaji leo tunaenda kufocus na kushinda kufocus na alama 3, tunaenda focus na Damara. Sasa mimi ndio maana pale nawaambia hayo ndio yanayotusababisha sisi kuruzi. Yaani hiyo tukubali tukatae kukosa alama 3. Asilimia hivi sasa Yanga unampa asilimia ngapi za ubingwa? Asilimia? Ukipewa asilimia za kumpa Yanga ubingwa. Kwa alama 5 alizotuacha naweza nikampa asilimia 80. 80 Yanga bingwa. Kwamba kwa sababu gani naweza kumpa asilimia 80? Kwa sababu ya mambo ambayo wanayafanya viongozi. Focus na point 3 hatuna. Tuna focus na maendeleo ya klabu na kulinda mali za klabu na kulinda maslahi ya klabu. Sio focus za uwanjani. Yaani hiyo ndio misimu 4 yote. Hakuna mkataba wa Simba ambao umeruzi. Hakuna mkataba wa Simba ambao una shida. Hakuna bosi yote anayepondwa. Wote tunajikita Moas tukanwe, JSM afanye lake, nani Jeruti afanye lake, sio nani afanye. Hakuna focus ya alama 3 uwanjani. Hakuna kabisa. Mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Asante sana.